Mungu amfanyie wepesi wa safari aliyoanza ya barzakhi. Tutamzungumza kwa wema katika maisha yetu yote. Sidhani kama tutazungumza kwa ubaya kwa ajili ya mzee wetu mzee Ali Hassan Mwinyi shekhe huyu, lakini ndio rais alikuwa wa Zanzibar na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu ya pili. Tutamzungumza mengi kwa mema. Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi wa safari yake. Kusanyiko huu ni kwa ajili yake. Basi nikukaribisheni katika shughuli hii ya kumwombea dua mzee wetu, Mungu amfanyie wepesi katika safari yake. Hatuwezi kusema, lakini shekhe ya mkoa na shekhe wa mkoa Singida, mzee wangu yule sijapata kuona katika maisha yake. Nimemtembelea siku moja kwake, wallahi wakati namuaga kanisindikiza paka getini. Namwambia baba rudi, alisema hapana, paka getini. Mimi ni mtoto wake tena labda wa mwisho. Nani anaweza kuwa na sura kama hiyo? Yaani katika muhtasari wa mema tuweze kuyamaliza. Kwa hiyo tuwaitutilie nia sana Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi yeye, wazazi wake na nduguye ambaye kama alimtaja mdogo wangu Sheikh Ahmed Salum. Nasema taarifa kuwa wazee hawa hawakujuana ukubwani. Marehemu bibi yetu alimzaa Sheikh Ahmed Salum aliolewa Unguja. Kwa hiyo wamekutana Unguja wakiwa wadogo na ukubwani mwakutanisha na umeachana kwa wema. Mimi nakushukuruni mliohudhuria wote kwa ajili ya jambo hili. Mungu akulipeni kila la kheri. Mkiitwa katika kheri basi nyinyi ni watu wa kheri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Asha Bakari. Nimekuja katika shughuli ya mzee wetu, mzee Ali Hassan Mwinyi. Mzee huyu kila mtu atajiuliza kwa nini shughuli hii isifanyike Dar es Salaam au isifanyike Zanzibar. Wakati nimekuja likizo kwa ajili ya kuona familia yangu, familia ya mzee Abdallah Saidi Fundikira. Tulipata taarifa ya mzee kuwa anaumwa. Kwa hiyo katika mazungumzo ya kifamilia tukakubaliana tumuombe dua mzee wetu, Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi katika kuumwa kwake na amponye insha Allah. Lakini katika uhalisia yeye Mwenyezi Mungu amempenda zaidi. Na sisi wajibu wetu, kama tuliweza kufanya dua mara ya kwanza ya kumuombea dua kwa Chifu Abdallah Saidi Fundikira, ambaye sasa hivi kuna Chifu Msagata Fundikira. Kwa hiyo katika kuomba dua tukaona ni vyema kuzungumza na familia ya mzee Ali Hassan Mwinyi ili tupate nafasi tena ya kumuombea mzee wetu mzee Ali Hassan Mwinyi maghfira kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi katika safari yake. Mwenyezi Mungu amtie nuru al-nur katika kaburi lake. Mwenyezi Mungu amsamehe madhambi yake na Mwenyezi Mungu amsamehe makosa yake. Na pia tunamuomba Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi rais wetu kipenzi, yeye pamoja na familia yake Hussein Ali Hassan Mwinyi. Mwenyezi Mungu amtie wepesi katika kuongoza familia, katika kuongoza nchi, na Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi na muondoshe kila aina mitihani katika maisha yake na maisha ya familia yake. Tunamuomba pia Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi katika utendaji wake wa kila siku katika kazi zake. Amuondoshe kila aina shari, fitna, mikosi, balaa na husda. Na pia tunamuombea Mwenyezi Mungu rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi, Mwenyezi Mungu amtie nuru katika uongozi wake, kila lenye kheri amjalie na kila shari amuondoshe. Dua yetu alhamdulillah, tunamshukuru Allah, imepokelewa na wanakijiji wa Itetemia, wa Chifu Fundikira, imepokelewa vizuri. Kama mnavyoona watu wameitikia kwa mapenzi makubwa sana kwa ajili ya mzee wao na mzee wetu. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa siku nzuri ya leo ambayo Mwenyezi Mungu ametuwezesha. Hakuna anayeweza zaidi ya Allah. Na pia naombea mama Siti Mwinyi, Mwenyezi Mungu na Bi Khadija na familia yote kwa ujumla. Mwenyezi Mungu
awafanyie wepesi. Mwenyezi Mungu awape subra. Tuko pamoja fi dunia wal akhirah, mkono kwa mkono mpaka peponi. Kwa majina naitwa Mumba Ahmad Salum. Nimesimama hapa kutoa shukrani kwa wananchi wote waliotuitikia katika shughuli hii ya kufanya shughuli ya kumrehemu ya 40 ya baba yetu kipenzi wetu Sheikh Alhaji Al-Hassan Mwinyi. Karibuni sana na tunashukuru sana kwa kutuitika. Pia napenda kutoa shukrani kwa mama yangu kipenzi, mke wa Al-Hassan Mwinyi. Nasema hivi mama, huko uliko, Mwinyi ameacha watoto katika mkoa wa Tabora ambao ni watoto wa Sheikh Ahmad Salum kipenzi wake. Kwa hiyo tupo. Napenda kutoa shukrani na kukuambia kaka yetu Rais Al-Hussein Mwinyi kwamba Tabora ni ya kwako. Baba aliondoka akakukabidhi familia, basi familia pamoja na sisi, kwani sisi ni watoto wa Al-Hassan Mwinyi. Kwa hiyo tunakuomba kaka yetu, tunakuomba dada yetu Fatima Mwinyi, mjue Tabora kuna ndugu zenu. Leo tumefurahi sana, dada yetu Bi Aisha amekuja kushirikiana na sisi, kaja kutuunga mkono, kututoa tandabui katika mkoa wa Tabora. Tumefanya khitma kama muda huu mnavyoona, watu wanajiandaa kushika udhu na kufuturu. Tunashukuru sana, asante sana, na Mwenyezi Mungu atamlipa dada yetu Aisha. Mungu atakubariki, amin.